Mimi kwanza naomba nitoe shukrani kwa kukubali kutupa heshima ya kuja kuweka jiwe la msingi kwenye bweni hili la aina yake katika mabweni yote yaliyoko hapa nchini, kwenye vyuo vya umma na kadri ya ufahamu wangu hata vyuo binafsi, na nitaeleza kidogo baadaye. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa nchini tunavyo vyuo vikuu 36. Katika hivyo vyuo vikuu 36, 12 ni vyuo vikuu vya umma, yaani vya serikali, ama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au serikali ya Mapinduzi Zanzibar, na 24 ni vyuo vikuu ambavyo sio vya umma, vinamilikiwa na taasisi mbalimbali za kiimani na hata watu binafsi. Katika vyuo vikuu hivyo vyote tunazo college za vyuo vikuu 16. Kwa mfano, ukizungumzia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, pale Iringa kuna MUSE na vile tuna DUSE, ambazo kwa nje mtu unaona ni chuo kikuu, lakini kwa kweli kile kinaendeshwa na council na senate ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Katika college hizo 16, 8 ni za umma kwa maana ya umiliki wa serikali na 8 ni zile ambazo hazimilikiwi na serikali. Taasisi za elimu ya juu zimegawanyika sehemu mbili. Vipo vyuo vikuu ambavyo vinasimamiwa na TCU na kuna taasisi za elimu ya juu ambazo zinasimamiwa na NACTVET, kwa maana zina mwelekeo zaidi wa amali kwa maana ya ufundi stadi. Kwa vile vyuo vikuu ambavyo vinasimamiwa na Tume ya Vyuo Vikuu, tuna jumla wanafunzi 259,434. Lakini ukijumlisha vyuo vikuu hivyo na vile ambavyo vinasimamiwa na NACTVET, tuna wanafunzi 361,257. Katika vyuo vikuu vyote hivyo nilivyovitaja, Mheshimiwa Waziri Mkuu, chuo kikuu hiki ambacho kinaitwa kwa jina lake Nelson Mandela African Institute of Science and Technology, kwa maana ya taasisi ya Afrika ya Nelson Mandela ya sayansi na teknolojia, ni cha aina yake kabisa. Kwanza, chuo hiki kilianzishwa ili kimilikiwe na nchi za Afrika kwa pamoja na kichukua wanafunzi bora zaidi wa mambo ya sayansi na teknolojia katika Afrika kwa ushindani, na kivutie wahadhiri bora kabisa wa masomo hayo kutoka nchi yoyote Afrika na nje ya Afrika. Na dhana yenyewe ilikuwa hapa pawe makao makuu ya chuo hiki na kampasi moja iwe Afrika Magharibi na nyingine kusini mwa Afrika. Kwa kitaasisi ilibidi chuo hiki kutokea hapa kiongoze. Sasa hivi kuna kampasi iko kule Nigeria na nyingine iko kusini mwa Afrika. Kwa sababu nyingi ambazo siwezi kuzieleza hapa, ule umoja na mshikamano wa kuunda taasisi ya Kiafrika haukuweza kwenda kama ilivyotarajiwa. Kwa sababu ingekuwa hivyo, Vice Chancellor angeweza kawa anaweza katoka Zimbabwe, Chancellor angeweza kawa anatoka Ghana, DVC angeweza kawa anatoka Namibia na kadhalika. Lakini sura ya uongozi wa chuo chetu sasa hivi ni ya Kitanzania. Hili liliwezekana baada ya kuonekana kwamba zile juhudi za kuunda hii taasisi kama taasisi ya Afrika inayomilikiwa na Afrika kwa pamoja zilivyokuwa zinasuasua. Aliyekuwa rais wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, alifanya maamuzi kutoa eneo hili ambalo lilikuwa chini ya Kamatek na kutafuta fedha za umma kukijenga chuo hiki, ili sasa tutakapokuja kuungana kama taasisi ya kimataifa kwa maana ya umiliki na mambo mengine yote, wakute tayari taasisi hii ipo. Kwa hili heko nyingi sana kwa Mheshimiwa Jakaya
Mrisho Kikwete kwa maamuzi yake ambayo alisababisha ndoto hii ya Afrika iweze kuanza kumea. Kwa upande wa Nigeria, alikuwa waziri wa fedha wakati huo Mama Ngozi aliamua kuanzisha kampasi yake kule Nigeria. Kwa hiyo kwa maana ya kwanza, upekee wa taasisi hii bado ni dhana ambayo inatakiwa kiwe ni chuo kikuu kinachomilikiwa kwa Afrika, na hata sasa kikimilikiwa na Tanzania, mawanda yake yabaki vile vile kwamba ni chuo kinachochukua wanafunzi kutoka mahali popote Afrika, kinachochukua wahadhiri kutoka mahali popote Afrika, na tujitahidi kuwa na mtizamo huo ili kuhakikisha kwamba tunachukua wale bora kati ya walio bora kuja kusoma hapa. Kwa la kwanza ni hilo, kwamba ni chuo ambacho mtizamo wake ni wa kimataifa, hasa kwa maana ya Pan-Africanism. Sura nyingine ya chuo hiki ambayo ni tofauti na vyuo vingine tunavyofahamu ni kwamba chuo hiki kazi yake ni sayansi na teknolojia tu. Mambo yake yote anayofanya hapa inabidi yawe ni mambo yanaendana na sayansi na teknolojia, sio mambo mengine yote yanayofundishwa katika vyuo vikuu. Ni chuo ambacho kiko specialized na jina lake linajieleza, Nelson Mandela African Institute of Science and Technology, ili kuhakikisha kwamba kweli tunatumia vilivyo rasilimali watu tulizonazo na tunawekeza vilivyo. Tuna super computer kwa mfano, kuwa na mahali ambapo tunatoa wanasayansi walio bora zaidi katika bara letu la Afrika. Sura nyingine inayotofautisha chuo hiki ni kwamba ni chuo kinachofundisha katika kiwango cha masters na PhD tu. Ni chuo ambacho hakichukui wanafunzi wa degree ya kwanza. This is a graduate university focusing on research and teaching. Kwa wengi wanaokuja hapa wanaanzia masters alafu wanaenda kwenye PhD. Na ndio maana kama ulivyoona Mheshimiwa Waziri Mkuu, utaona pale kuna tafiti nyingi sana zinafanyika, machapisho mengi ya kimataifa, na kwa kweli chuo hiki ni kati ya vyuo kinaongoza katika kuwa na patent, yani kufanya utafiti, kupata ugunduzi na kupata hakimiliki ya ule ugunduzi. Hivyo ndivyo ambavyo chuo hiki kinakwenda. Kwa hiyo vitu hivyo vitatu, sura ya kimataifa ya kitaasisi, sio ya wanafunzi tu na wahadhiri, lakini inatakiwa iwe ya kitaasisi. Huko hatujaweza kwenda. Pili, kujihusisha tu na science na teknolojia, na tatu, kuwa ni graduate university. Na chuo hiki kwa maana hiyo kinaendana vizuri sana na maelekezo ya Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ameagiza tuwekeze zaidi katika sayansi na teknolojia. Kwa hiyo utaona kwamba huku chini tayari kwa maelekezo ya Rais wetu tuna shule za wasichana za sayansi kila mikoa 26. Na jana Mheshimiwa Waziri Mkuu pale Siha uliweza kuzindua shule mojawapo hiyo. Kwa wakati chuo hiki kinajengwa wakati wa awamu ya 4, sasa hivi Rais wetu anahakikisha kwamba kweli tuna pipeline ambayo inatuletea wanafunzi bora zaidi wa science ambao hatimaye tutakuja kuhakikisha kwamba wanasoma hapa. Chuo hiki kinaendana vile vile na maelekezo ya Rais wetu kwamba wanafunzi wanaofanya vizuri sana kwenye science, vizuri kati ya wanafunzi wote, wapewe scholarship, wasomeshwe 100% na serikali endapo wataenda vyuo vikuu kwenda kusomea masomo ama ya hisabati, tehama, sayansi asilia, uhandisi, elimu tiba. Kwa maana kwamba Rais alisema tuhakikishe kwamba tunajenga kivutio cha kuhakikisha kwamba wale wanafunzi walio bora sana kwenye sayansi wasichelewe kusoma sayansi, waendelee kusoma sayansi wakijua kwamba serikali itawabeba. Ukifika form 6 ukafanya vizuri sana katika taasisi za sayansi, yani combination za sayansi, basi serikali itahakikisha kwamba inakulipia 100% kwenda kusoma masomo hayo ya sayansi. Na sisi tuliamua kuita utaratibu huo kama Samia Scholarship. Kwa hiyo chuo hiki kwa kweli kitanufaika sana, kwa sababu sasa tuna utaratibu wa kuhimiza watoto wetu wasome masomo ya sayansi na kuhakikisha kwamba tunaongeza pool ya wanasayansi hapa nchini.
Lakini sio hivyo tu, rais wetu alielekeza kwamba tuhakikishe tunapeleka na vijana wetu waliofanya vizuri sana nje, na mfano mmoja wapo hapa ni chancellor wa chuo hiki. Chancellor wa chuo hiki ndugu yangu Omar Isa, huyu hapa mnayemuona, alisomeshwa Uingereza na Jumuiya ya Afrika Mashariki kwenda kufanya degree yake ya kwanza. Ni kichwa, usimuone hivi. Wanasema akili ni nywele, lakini yeye hata nywele kidogo zinatosha kuwa na akili nyingi kuliko wenye nywele zote kichwani. Alienda kusomeshwa Uingereza na Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kujua kwamba lazima utafute elimu hata China, na mshike elimu sana, usimwache aende zake. Amesoma kule, ameendelea, amerudi kuja kufanya kazi kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini baadaye alienda kufanya MBA. Na hili napenda kuambia vijana ambao nitawatambulisha baadaye kwamba ukisoma degree ya kwanza kwenye mambo ya sayansi uhandisi humo, bado ukitaka unataka umeneje unaweza ukaenda tu, ila ukianzia huko kwingine huwezi kurudi kwenye sayansi. Kwa hiyo baadaye akafanya MBA, kwa sababu ni mtu mwenye uwezo mkubwa, akaajiriwa na Benki ya Dunia. Amefanya kazi Benki ya Dunia, akahamia International Financial Corporation inaitwa, akafanya kazi kule kama mtaalamu, mwanasayansi lakini mtaalamu sasa kwa sababu ya MBA. Baadaye akachukuliwa kuwa mtendaji mkuu wa iliyokuwa inaitwa Celtel, ambayo siku hizi tunaita Airtel. Akaimanage sio hapa Tanzania, dunia nzima. Baadaye akachukuliwa na Rais Mkapa, akaja akaongoza kituo cha kuboresha mazingira sio Rais Mkapa kwa sababu alipendekezwa, alichukuliwa na Afrika kuanzisha kituo cha kuboresha mazingira ya biashara Afrika, na kiliwekwa Tanzania. Na baadaye Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete akampa kazi ya kusimamia BRN wakati ilipoanzishwa. Kwa hiyo wakati huo bado watu walikuwa wanaona umuhimu wa kwenda kuwasomesha nje, na kwa kumsomesha kule tunaona alipata fursa ya kufanya kazi sehemu mbalimbali, kuwa mtendaji mkuu wa taasisi ya kimataifa, kwenda kufanya kazi World Bank na kadhalika. Na sisi huku ndiko tunakoelekea. Kwa chuo hiki of course nilikuwa nimesema nitaelezea sababu ya bweni hili kuwa kama ilivyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ili bweni humu unaweza kaja kama ni mama una mtoto, unakaa kwenye bweni moja tumekuonyesha, na mtu anayekusaidia kumwangalia yaya wa mtoto, na wewe una chumba chako, una sehemu unaweza kupika, unakula vizuri, unasoma kama ambavyo sisi tulivyoenda kusoma nje tuliweza kukaa katika nyumba ambazo ziko ndani ya campus ili kuweza kuvutia wanafunzi wengi zaidi kutoka nje. Kwa hiyo bweni hili la aina yake, kwa maana kwamba ni graduate dormitory ambalo linakuwezesha wewe kukaa ndani na kujitegemea, unapika, unakula, unaishi vizuri, unasoma, na tunaamini litatusaidia kuvutia wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali Afrika ili washindane. Wakishindana katika ubora wao watakuwa wazuri sana. Labda nikichomeka tu, kama wale wanaoshindana na ile timu bora Afrika ya Tanzania, na wenyewe wanajaribu kufika huko, ingawaje sasa ndio hivyo tena, calculators zinakataa. Kwa hiyo hawajafika mjini bado. Kwa hiyo lakini maana yake ni kwamba ligi ikiwa na ushindani, unaona kwamba wachezaji wanakuwa bora zaidi. Na sisi tunaamini wakija wanafunzi wengi wazuri sana kusoma hapa, kutakuwa na ushindani mkubwa sana. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya ile Samia Scholarship tulipata maelekezo mahususi kwamba walio bora zaidi tuwapeleke nje kwenda kusoma, waende wakasome huko, kwa sababu tujaribu kuangalia na huko kwa wenzetu wanafanya nini. Na niwaeleze ndugu yangu Omar Isa, wakati anasoma Uingereza alinieleza kwamba wakati alikuwa London, unasoma na unakuwa na muda kwenda kufanya kazi apprenticeship kwenye makampuni. Unasoma unapata nafasi ya kufanya kwenye makampuni. Hatuna makampuni mengi ya teknolojia hapa Afrika. Kwa hiyo Rais alisema kwa kuanzia kwenye masuala ya data science, artificial intelligence na sayansi za namna hiyo, tuchukue walau baadhi ya wanafunzi tuwapeleke nje. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kutekeleza hicho ambacho sisi tumekiita Samia Scholarship Extended, Data Science, Artificial Intelligence and Allied Sciences, wanafunzi hao waliomaliza form 6 waliokuwa bora kuliko wote, wale waliomaliza na pamoja na ambao wamefanya advanced mathematics, tuliwachuja kwa safari. Tulianza na wanafunzi 50. Tuliwaleta hapa tukaomba Nelson Mandela wachukue kwenye kitu tunachokiita boot camp.
wakae wajifunze. Wengine wamaliza, wengine wametoka paka shule za kata, wawili wako hapa nimeona. Inawezekana shule aliyosoma ilikuwa haina chumba cha kompyuta, wapate fursa ya kutumia kompyuta vizuri, wapate maelekezo nje ya nchi unaishi vipi, na wapate mafundisho ya kizalendo, wasome vile vile zaidi masuala haya ya kompyuta, wakienda nje wasiachwe. Halafu wakitoka hapa wapelekwe nje. 16 tayari wameshaondoka kwenda South Africa, Johannesburg, ambapo ni sehemu ambayo wanaweza wakafanya kazi kwenye makampuni ya teknolojia. Unasoma huku unafanya kazi kwenye makampuni ya teknolojia. Wengine 34 wako hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na tuliomba baadaye labda utaona, utapiga nao picha. Hawa wanaenda Ireland. Wawili wanaenda University College of Dublin. Waliobaki wanaenda Limerick University. Na wameenda kule vile vile kwa sababu yapo makampuni mengi ya teknolojia yanawapa fursa ya kusoma, wanafanya kazi kama utaratibu wa apprenticeship, huku wanasoma, wakitoka wawe wabobezi wa kutosha. Na zaidi hawa wanafunzi, hebu wale 34 msimame kidogo tu, mpunge mkono. Hao ndio wale walio bora kweli, pamoja na wale walioenda Afrika Kusini. Lakini zaidi ya hao, asanteni, tumechukua 10 tunawasomesha chini ya utaratibu kwenye masters program. Tunaleta hapa ili kusustain hiki chuo. 10 hapa, 10 Zanzibar. Kwa Zanzibar ina campus ya Indian Institute of Technology, kati ya vyuo bora kabisa duniani, kina campus yake kule. Kwa hiyo sasa hivi Nelson Mandela tumeweza kurecruit 10 wa masters, naomba msimame hapo kidogo, ambao wanasomeshwa hapa Nelson Mandela kama sehemu ya kujenga capacity. Na ningependa nisisitize kwamba katika uchaguzi, asanteni kaeni, kuchukua wanafunzi hawa tunafanya kwa namna ya uwazi na strictly on meritocracy. Na ndio maana tumeunda kamati inayojitegemea inayofuatilia mambo haya. Kwa bahati nzuri leo mjumbe mmoja wa kamati, Dr. Kande, kwa yuko hapa. Wajumbe wengine wapo na wenyewe wanapitia, kwa sababu masuala ya scholarship hasa postgraduate ni fursa kubwa. Ni fursa kubwa ambayo kama tusipokuwa na uangalizi wa kutosha, inawezekana mkenda akataka kupenyeza mtoto wake na mwingine mtoto wake tukaenda kule. Kwa hiyo tumejiwekea bafa. Sisi wenyewe wakati tunafanya vile, baraza la mitihani linatupa performance ya wanafunzi. Tunaiona, tunahakiki. Lakini kwa wale wa masters, vigezo haviwezi vikawa vinalingana sana, lakini tunahakikisha kwamba kuna vigezo vinavyotabirika, ili tusio tunagawa vitu ambavyo kwa hakika ni rasilimali ya umma kwa namna ambayo sio sahihi wala sio fair. Kwa hiyo ningependa niseme tu hizi Samia Scholarship Extended, hasa na Samia Scholarship kwa ujumla wake, kwa jina lenyewe la rais wetu ambaye aliagiza tufanye kazi hii, kwa heshima lile jina tu, tunahakikisha kwamba haturuhusu mtu yote abuse namna ambavyo tunachagua mtu. Haingii mtu hapo kama hajapata vigezo. Na ukiona umeingia wewe, umemzidi yule ambaye hajaingia. Matumaini yetu watakapoenda kule wataendelea kufanya vizuri kama ambavyo wamefanya hivyo. Kwa hiyo ningependa kumalizia, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kushukuru sana Nelson Mandela kwa kukubali kuendesha hii bootcamp kwa niaba ya wizara na kwa niaba ya COSTECH ambao tuliwakabidhi jukumu hili, na naona wanalifanya vizuri sana, na chini ya uongozi wako Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaamini utatusaidia programu hii izidi kuwa kubwa. Scholarship zote tunazozipata tujaribu kuzichano huku, ili watoto wa wakulima, watoto wa wafugaji wapate fursa hiyo ya kwenda kusoma. Na umeninong'oneza kitu kimoja hapa, labda utakisema mwenyewe, katika wale ambao wameingia katika Samia Scholarship.